بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، nakumtakia sana salam uswatul anam Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi. نواصل دروسنا من دروس المهمة للنساء. tunaendeleza masomo yetu miongoni mwa masomo muhimu ya wanawake, ikiwa ni safari ya kwenda kukamilisha risala hii. Na leo hii bi'aunillah tunamuomba Allah tutie nguvu na leo hii bi'aunillah alkarim wa mannihi wa karamihi tasoma الدرس السابع والخمسون، somo la 57. somo la 57. يقول المؤلف وفقه الله تعالى: ينبغي على المرأة، wanatakikana juu ya mwanamke, an tastami'a lilmuhadarat an-nafi'ah, kusikiliza mihadhara yenye kunufaisha. an tastami'a lilmuhadarat an-nafi'ah, kusikiliza mihadhara yenye kunufaisha. kusikiliza almuhadarat an-nafi'a, mihadhara yenye kunufaisha, allati taziduha ilman wa imanan, ambayo inamzidishia yeye elimu na imani. allati taziduha ilman wa imanan, ambayo inamzidishia yeye elimu na imani. walwaqtu fihi muttasi'un lidhalik, na wakati ni wenye kutosheleza kwa ajili ya jambo hilo. walwaqtu fihi muttasi'un lidhalik, na wakati ni wenye kutosheleza kwa ajili ya jambo hilo. wa inna min almu'sifi, na kwa hakika miongoni mwa mambo yenye kusikitisha. wa inna min almu'sifi, na kwa hakika miongoni mwa mambo yenye kusikitisha, anna ba'dha an-nisaa, hakika baadhi ya wanawake, tudhi'u waqtaha, unapotea bure wakati wake. tudhi'u waqtaha, anapoteza wakati wake. tudhi'u au tudhi'u waqtaha, تضيع وقتها، أو تكون تضيع تضيع. طيب، وتضيع وقتها. hakika baadhi ya wanawake, miongoni mwa mambo yenye kusikitisha, hakika baadhi ya wanawake, tudhi'u waqtaha, anapoteza muda wake na wakati wake. wa inna min almu'sifi, na hakika miongoni mwenye kusikitisha, anna ba'dha an-nisaa, hakika baadhi ya wanawake, tudhi'u waqtaha, wako wanaopoteza wakati wake, abra mawaqi'i tawasuli, kupitia mitandao ya kijamii. abra mawaqi'i at-tawasuli, kupitia mitandao ya kijamii. fi mutaba'ati at-tafihina, katika kuwafuatilia watu wasio na maana
fi mutaba'ati at-tafihina, katika kuwafuatilia watu wasio na maana katika wanaume. Watafihati ni watu wapuuzi, watu wasio na maana, na watu wapuuzi na watu wasio na maana katika wanaume. Watafihati na watu wapuuzi katika wanawake ndani ya mitandao. Waqad tamdhi alaiha al-asabi'u, na huenda akapita juu yake wiki nyingi. Waqad tamdhi alaiha al-asabi', na huenda zikapita juu yake wiki kwa mawiki. Wa hiya lam tastami' li ayati muhadharatin nafi'ati, hali ya kuwa mwanamke huyu hajawahi kusikiliza muhadhara wowote ule wenye kuleta manufaa. Waqad tamdhi alaiha al-asabi', na huenda zikapita juu yake wiki kwa wiki, wiki kwa mawiki yakapita juu yake. Huyo mwanamke anaingia katika mitandao ya kijamii kila siku. Wa hiya lam tastami' li ayati muhadhara, hali ya kuwa hajasikiliza muhadhara wowote ule nafi'atin wenye manufaa. Wazi tajambo wazi. Naam, tayib. Hii au haya maelezo ni maelezo muhimu ambayo muallif waffaqahu Allah ta'ala amekusudia kumfundisha almar'atu as-salafiyya ma'a alwaqti fi mawaqi'i at-tawasul. Hii darasa yetu leo itazungumzia hicho kitu. Ndio muradi wa muallif waffaqahu Allah ta'ala, almar'atu as-salafiyya ma'a alwaqti fi mawaqi'i at-tawasul, mwanamke wa kisalafi namna anavyotumia wakati wake au na wakati wake katika mitandao ya kijamii. Almar'atu as-salafiyya ma'a alwaqti, namna awafi mwanamke wa kisalafi pamoja na wakati wake fi mawaqi'i at-tawasul, katika mitandao ya kijamii. Mwanamke wa kisalafi, almar'atu as-salafiyya ma'a alwaqti, mwanamke wa kisalafi na wakati wake fi mawaqi'i at-tawasul, katika mitandao ya kijamii. Anakuwa vipi huyo mwanamke wa kisalafi? Awalan, kwanza kabisa idraku anna alwaqta ni'matun 'azima. Mwanamke wa kisalafi anadiriki na kutambua kuwa wakati ni neema iliyokuwa kubwa. Idraku anna alwaqta ni'matun 'azimatun, anadiriki na kutambua kuwa wakati aliopewa na Allah tabaraka wa taala, akapumua kwa pumzi zake Allah, kwa pumzi alizopewa na Allah, ni'matun 'azima, wakati huo ni neema iliyokuwa kubwa. Qala Allah tabaraka wa taala wal 'asr, na hapo kuziapia zama au wakati ambao amepewa mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameuapia huo wakati. Kwa sababu gani Allah ameuapia wakati? Kwa sababu wakati ndio mahali ndio mahala ambapo mja wa Allah anapatumia katika kumuasi Allah au kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kila amali ya mwanadamu ilikuwa ya khairi au ya shar inajitokeza katika wakati. Kwa hiyo kuonesha kwamba wakati ni kitu cha thamani sana, na huenda wakati ikiwa utatumiwa vibaya ikawa ni kitu cha hatari sana.
wal asr, na hapo kuwa pia muda wakati. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Illa alladhina amanu wa amilus salihati, isipokuwa wale ambao wametumia wakati wao katika kumwamini Allah, kufanya matendo yaliyokuwa mema. وقال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, hivi nyie mmedhani kuwa sisi tumekumbeni bure bure tu, mwenye kuishi tu hapa duniani, mkala mkanywa mkavaa basi jambo likaishirizia hapo tu? Hapana, hamjapewa wakati huu hapa duniani bure bure. Bali Mtume alayhi salam katika hadithi ya Ibn Abbas anasema, ni'matani maghbunu fihi ma kathirun minan nas, neema mbili ni adimu mno kwa wengi katika watu. Neema hizi ni adimu mno kwa wengi katika watu. Ni magani? As-sihhatu wal faragh, ni mtu kuwa na afya na kuwa na wasawa kufanya jambo. Hizi ni neema adhim, neema adimu kwa wengi katika watu. Kwa hiyo ukiona Allah amekupatia wakati, basi usiupoteze huu wakati katika mambo ya kipuuzi, katika mambo yasiyo na maana. Kaingia katika mitandao ya kijamii ukawa unafanya vitu vya kipuuzi.